Mzungumzia Mbwana Ali Samata ni wachezaji ambao wanao uwezo wa kuongea na wachezaji wenzao ambao ni wadogo zao, wakawahamasisha kuhakikisha wanafanya vizuri na wanapambana kuhakikisha timu inapata matokeo. Maelewano baina ya mwalimu na mchezaji ndio inakuwa ni silaha kubwa. Mimi nadhani kwa upande wangu mimi nitaondoka na Zuberi Foba. Yes, tuko hapa maeneo ya Kinondoni Manyanya. Tumekuja kuongea na dada Eliza kuelekea katika michuano ya AFCON 2025 ambayo inafanyika kule Morocco. Na miongoni mwa timu ambazo zimeenda Stars pia ni ipo, lakini bila shaka kuna kikosi ambacho kimeenda na kuna wachezaji ambao pia wameitwa na kuna wachezaji ambao walikuwa wamezoeka kuitwa lakini mara hii hawajaweza kuitwa. Tutamsikia Daliza anakionaje kikosi na anaionaje Taifa Stars kwa ujumla ikiwa chini ya kocha Miguel Gamondi. Daliza, kwema? Kwema kabisa, namshukuru Mungu, salama. Uko heri kabisa? Wa afya kabisa. Sikia yako kwa bie. Sikia yako kwa bie. Poa kabisa, silalamiki. Eti silalamiki. Okay, sawa. Tunaelekea katika tunasema kwamba ni FIFA break ambao tunaanza kupisha michuano ya kimataifa. Na timu ambayo imeenda katika hapa timu kwetu ni Taifa Stars ambapo iko chini ya Miguel Gamondi. Kikosi unakionaje na unamwonaje Miguel Gamondi? Ya, kwa upande wangu mimi kikosi kwanza sijawahi kuwa na mashaka na Miguel Gamondi na benchi lake la ufundi kwa ujumla, kwa sababu anapokuwepo huwa anaambatana na wale wote anaokuwa nao kwenye klabu anayokuwa ameisimamia. Kwa hiyo uwezo wake unakuonesha ni jinsi gani anao uwezo wa kwenda kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON, ukilinganisha na hapo awali ambavyo tumekuwa tukienda hatufanikiwi hata kupata pointi 3 kwenye mechi moja. Sana huwa tunaondoka na sare, then tunafungwa, tunarudi, tunakuwa tunamaliza kwenye grupu nafasi ya 3 au ya mwisho wa siku tunarudi. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwa tunapoteza mara kwa mara inakuwa inatujengea sisi uzoefu. One day iko siku tutafanya vizuri kama shirikisho la mpira litajua nini linachokihitaji na kuweza kuhakikisha linatafuta mwalimu misili ya Gamondi, kwa sababu Gamondi ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutumia matilio yaliyopo. Kitu ambacho wanakifanya ni kuingiza mbinu zake. Sasa hivi umeona wachezaji walioitwa wameitwa kina Mbwana Samata wamerudishwa kwenye kikosi, kina Simon Msuva, ni kwa sababu ya uzoefu wa vitu ambavyo wameisha vifanya kwenye ulimwengu wa soka, aidha kwenye timu ya taifa na kwenye vilabu wanavyo vitumikia kwa wakati huu. Kwa hiyo mimi sina mashaka na kikosi alichokiita Miguel Gamondi, kwa sababu tuna imani naye na tunaujua uwezo wake. Tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Tunaweza tusifike finali ama tunaweza tusibebe ubingwa au tusifike nusu finali, lakini ukaona kuna mabadiliko fulani ukikompea na vikosi vyote ambavyo vimekuwa vikipita na mabenchi yote ambayo yamekuwa yakipita. Tunaweza tukaenda na Gamondi kwa kipindi hiki tukaenda kufanya vizuri, hata kuperform na kukompiti dhidi ya wapinzani ambao tunajua wachezaji wao wengi wanacheza soka la Ulaya, soka la kulipwa ambalo ni kero sana, ambayo imekuwa tishio duniani. Soka la Ufaransa, Ujerumani, Hispania, England. Unajua timu kama ya Ivory Coast ina wachezaji wengi sana wanaotoka Ulaya na hakuna mchezaji aliyeitwa anayecheza timu ya ligi ya Afrika. Nadhani ni mchezaji mmoja kwenye eneo la goalkeeping anayecheza South Africa. Kwa hiyo mimi nadhani tunao uwezo wa kukompiti dhidi yao, kwa sababu kama tulienda kushiriki iliyofanyika AFCON ya Ivory Coast na hatukuweza kufanya vizuri, lakini tuliweza kukompiti dhidi ya Morocco, akatufunga aidha goli 1 au 2. Tukakompiti dhidi ya Zambia, tukakompiti dhidi ya DR Congo. Maana yake sasa hivi tunao uwezo wa kufanya vizuri zaidi, kwa sababu watu ambao tumekutana nayo kwenye michuano iliyopita au kwenye AFCON iliyopita ndio wale tunaoenda kukutana nao. Kwa hiyo nadhani tulishawajua mapungufu yao yako eneo gani na ubora wao uko kwenye eneo gani, ambao mwalimu Gamondi tayari ameshawafuatilia na kuangalia feedback za wapinzani ambao tuko nao kwenye grupu, kuhakikisha kwenye grupu letu tunaenda kufanya vizuri. Tunaweza tusiende mpaka nusu finali, lakini tukiweza kukompiti dhidi ya grupu tulilonalo, aidha tuko na Uganda, tuko na Tunisia, tuko na Nigeria. Sofa unajua kikosi cha Nigeria wachezaji wake unawazungumzia kina Victor Osimhen ambaye anacheza Uturuki, unamzungumzia Ademola Lookman anayecheza Atalanta. Unajua ubora wao wote. Kwa hiyo mimi nadhani ameisha wasoma mwalimu Gamondi, amewasoma wapinzani wake kuelekea
michuano kuanza tarehe 21 mwezi wa 12, naamini atakuwa ameisha jua vizuri madhaifu ya Nigeria yako upande gani, madhaifu ya Tunisia yako eneo gani, na madhaifu ya Uganda yako eneo gani, kuhakikisha penye madhaifu anaenda kupatumia, na penye ubora kwenye hizo timu zote anaweza kupatumia pia, aweze kupata matokeo yatakayoweza kumfanya yeye akafanya vizuri zaidi. Eliza, mwanzo kikosi kipo chini ya coach Mohamed Morocco, lakini mara hii kiko chini ya Gamondi. Unadhani kipi ambacho Gamondi anastahili kufanya ili madi kikosi ama timesha kwamba timu taifa ili kuna mstari wa nyoka kutokea katika mikono ya Morocco? Mwalimu Gamondi na Morocco ni walimu wawili tofauti. Mwalimu Gamondi anapenda kutumia sana viungo, na ndio maana Gamondi kwenye kikosi cha timu ya taifa umeona ameita viungo wengi. Ni tofauti na Hemedi Morocco. So mbinu ndizo zinazoenda kuamua. Sometime kuna wakati wachezaji kama wachezaji au mbinu za mwalimu zinaferi na wanatumika wachezaji wenyewe sasa kwa jitihada zao uwanjani na uzoefu wao kuhakikisha kwamba wanaweza kupambana vilivyo ili kupata matokeo yatakayoweza kuwafanya wao waweze kuondoka na pointi 3 au pointi 1, wala sio kupoteza kabisa. Msimu anacheza Inter Milan na Manchester City kombe la UEFA finali, ilifikia hatua mbinu za Guardiola zikafeli. Sasa wachezaji wakaamua wao kama wao, kwa sababu na sisi tuna kiu na taji la UEFA, tuna muda mrefu, tunapambana na tumestahili, tumefika mpaka finali. Hatuna sababu ya kuliacha kombe la UEFA, ili hali ni kitu ambacho tunakihitaji kwa muda mrefu. So wachezaji wa Miguel Gamondi ndio maana umeona amemrudisha Mbwana Ali Samata. Mbwana Ali Samata anaweza asicheze au anaweza asianze kwenye kikosi cha kwanza, lakini akawa ni chachu ya matokeo kupatikana. Ndio maana unaona hata kwenye mataifa yaliyoendelea Ureno inaweza ikamuita Ronaldo na Ronaldo asicheze. Kwa nini anaitwa na asicheze? Kwa sababu ya uzoefu na experience na kuwashawishi wachezaji wapambane kuhakikisha kwamba wanaweza kupambania bendera ya timu ya Ureno, ya taifa la Ureno. 2016 Ureno inabeba Euro, ilitoka kuwa underdog, yani ilienda 16 bora ikiwa kama best loser. Ronaldo akawaweka chini, akawaambia wachezaji wenzie, kama tumepata nafasi ya kwenda 16 bora, kwa tukipitia best loser, basi tunayo nafasi ya kuchukua ubingwa. Ile mechi Ronaldo hakuimaliza kwa kuwa alipata injury, lakini timu kama timu ilihamasika kupitia Cristiano Ronaldo na wakaweza kulibakiza wakaweza kulichukua kombe la Euro, wakalipeleka Ureno. So wachezaji wa Taifa Stars, ukimzungumzia Simon Msuva, ukimzungumzia Mbwana Ali Samata, ni wachezaji ambao wanao uwezo wa kuongea na wachezaji wenzao ambao ni wadogo zao, wakawahamasisha kuhakikisha wanafanya vizuri na wanapambana kuhakikisha timu inapata matokeo. Sometime kwenye timu za taifa, so mwalimu mbinu anazoweza kupeleka ndo zinaweza kufanya kazi. Wachezaji ndio wanaombeba mwalimu, kwa sababu wachezaji wanakuwa wanajua ni kitu gani ambacho tunakihitaji. Mwalimu anakuwepo ni kwa sababu inahitajika awepo, na uwepo wa mwalimu pia inakuwa ni hamasa au inakuwa ni nzuri zaidi kuwafanya wale wachezaji kuweza kufight na kujua kwamba leo tukifanya vibaya kuna mtu atakayetuuliza matokeo, kwa nini hamjafanya vizuri uwanjani. Kwa hiyo mimi nadhani wanayo nafasi ya kufanya vizuri ukilinganisha na uwezo wa Miguel Gamondi. Pengine hatujawahi kumshuhudia akiwa analifundisha taifa kama taifa. Tumezoea kumuona Miguel Gamondi akiwa katika engo za vilabu. So ndo sehemu pekee anayotakiwa kwenda kuprove kwamba nilivyokuwa Young Africans nilikuwa sibahatishi, niko Singida sibahatishi. Kwa kitu ninachokifanya ni kitu ambacho nina machua nacho na ninakielewa na nina experience nacho. Kwa hiyo mimi nadhani sina mashaka na kikosi cha Taifa Stars ukilinganisha na performance ambazo wanakuwa wanazionyesha kwenye timu zao, na ndio maana wameitwa, kwa sababu timu ya taifa unaiita kulingana na performance ya mchezaji kwa wakati huo. Eliza, mara hii tunamshuhudia Simon Msuva pamoja na Mbwana Samata kwa kwenye kikosi, lakini imekuwa ni mara chache sana kumshuhudia Samata enzi za Morocco. Unafikiri kwamba Gamondi katumia ushawishi gani mpaka kumvuta Samata na Msuva kuelekea katika kikosi kwa msimu huu? Sometime maelewano baina ya mwalimu na mchezaji ndio inakuwa ni silaha kubwa. Yani ni jinsi gani mwalimu anamtreat mchezaji mpaka mchezaji aweze kuhamasika kuweza kuja kulitumikia taifa. Morocco ulikuwa unamuona hamuiti hata Kevin John,
ni mchezaji ambaye alikuwa ameshamtenga kabisa. Hatujajua, hajawahi kutuwekea wazi ni sababu zipi zilizokuwa zinapelekea anashindwa kumuita Kevin John, ili hali tunaona anapambana kule aliko kwenye ligi ya Sweden. Kwa hiyo mimi nadhani Miguel Gamondi Sofa ni mwalimu ambaye anajua kuishi na wachezaji katika mazingira yoyote, na ni mwalimu ambaye anamwamini kila mchezaji, na ni mwalimu anajua kumshawishi mchezaji ili aweze kuhamasika kurudi kulitumikia taifa lake kama tu anakuwa amekata tamaa. Okay, sawa. Umezungumzia kwamba wachezaji wanatakiwa kuwa na ushirikiano ama umoja uwanjani ili kuhakikisha kwamba timu inaenda pale ambapo inapostahili. Kwa kuna fununu ama mara nyingi waga wanaona kwamba mara nyingi wachezaji ambao wachezea timu za nje huwa hawana ushirikiano mzuri na wachezaji ambao tumecheza ndani. Mimi sijawahi kuamini katika hivyo. Labda nizungumzie katika engo ya chemistry, utengenezaji wa chemistry wa timu ya taifa. Wachezaji wanaocheza nje wanacheza mpira kwa kufuata njia kuliko wachezaji wanaocheza ligi za Afrika. Wachezaji wanaocheza ligi ya Afrika wanatumia nguvu nyingi kuliko kutumia akili. Wachezaji wanaocheza nje wanacheza kwa kutumia akili kuliko nguvu. Kwa hiyo mimi nadhani siwezi kuzungumza moja kwa moja kusema kwamba wachezaji wanaocheza nje uhusiano wao na wachezaji wanaocheza ndani ligi ya Tanzania kwamba inakuwa ni hafifu ndo chanzo kinachopelekea timu kushindwa kupata matokeo. Mimi nadhani ni chemistry, kwamba unapokuwa unamweka Mbwana Ali Samata anacheza pale juu kwa maana ya namba 9 au namba 10, chini yake unayemweka ni anacheza ligi gani. Wanakosa ile combination ya maelewano au mahusiano mazuri katika swala zima la utengenezaji wa nafasi. Mbwana Samata leo anacheza Ufaransa. Playmaker wake ni Faisal Salum ambaye anacheza ligi ya Tanzania. Kushoto kwake au kulia kwake, kushoto kwake kuna Idi Nado, kulia kwake kuna Kibu Dennis. Hao wote wanacheza ligi ya Tanzania. Vipi chemistry yao na Mbwana Ali Samata ambaye anacheza Ufaransa? Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kumuelezea mtu akakuelewa. Ni lazima ataanza kusema kwamba Mbwana Ali Samata anacheza kwa kujivuna au hachezi kwa kujituma, kuhakikisha anaipatia timu yake ya taifa mafanikio au anaipatia matokeo. Kumbe anashindwa kujua ni wakina nani wanaomzunguka Mbwana Ali Samata ili waweze kutengeneza hayo matokeo. Sababu sio Mbwana Ali Samata peke yake ambaye anatengeneza matokeo. Mbwana Ali Samata yeye ni finishing wa mwisho. Kwa hiyo anatarajiwa kuonekana ana watu ambao ni mahiri watakaoweza kuzijua mikimbio yake itakayoweza kufanya kwamba wao wakitoa assist Samata akamalize. So ukikuta kwamba wao na Kibu Dennis nyie wote mnarudi kutafuta mipira, mtakuwa mnampatia wakati mgumu Mbwana Ali Samata na kumuona kama anazurura uwanjani. Ni combination na chemistry ya timu ya taifa ndio inakuwa uwezo wake unakuwa mdogo kwa sababu wanakuwa wanachanganywa. Laiti kama wangekuwa wanacheza wote ambao wanacheza ligi moja, wanajuana kila siku, wanaonana, ingekuwa ni rahisi sana kuliko kucheza na wachezaji wanaocheza nje, alafu wengi wanakuwa wanacheza ndani, wachache wanacheza nje. Ni lazima wale wachache wanaocheza nje watajuana vizuri kuliko nyie ambao mnacheza ndani kuwajua wale wanaocheza ligi ya nje. Okay, sawa. Kuna magolikipa matatu ambao wameweza kuitwa. Yakubu, kuna Masalanga na pia kuna Zuberi Foba. Unadhani yupi ambaye anastahili ama anafaa kuweza kuwa katika kikosi na namba 1 cha Miguel Gamondi? Mimi nadhani kwa upande wangu mimi nitaondoka na Zuberi Foba. Zuberi Foba ni golikipa ambaye kwanza ni kijana. Pia anajua kuwakumbusha majukumu wa safu yake ya ulinzi na wachezaji wenzie wanapokuwa wanatafuta matokeo, kwamba tayari nyie mnatakiwa mjiposition vipi katika kuangalia situation nzima ya kutokuruhusu wapinzani kutuijia kwenye eneo letu. Pia na kimo chake pia. Lakini najua mwalimu hata opti kutokana na umbo lake au na uzoefu wa ile michuano. Ndo kwanza tumeona ameanza kucheza akiwa na Azam kwenye michuano ya kimataifa, game za makundi, amecheza mechi 2 za makundi. Kwa hajawahi kuitumikia national team, hajawahi kutumikia michuano mikubwa kama hii. Lakini kwa upande wangu mimi, ukiniuliza unaondoka na golikipa yupi ambaye anatakiwa aanze, nitakwambia Zuberi Foba anastahili ama Hussein Masalanga anastahili, sababu kutokana pia na jinsi wanavyokuwa wanajiposition pale wanapokuwa wako kwenye eneo lao la mwisho. Unajua golikipa kuna timu ikiwa na mpira anajua wapi awepo,
na timu ikiwa haina mpira anajua wapi awepo. So huwezi kumkuta goalkeeper professional muda wote yuko kwenye eneo la mwisho kwamba yuko golini tu. Kuna wakati anatakiwa amove kuwakumbusha kwamba hamtakiwi kufanya makosa, hamtakiwi kuwaruhusu wapinzani wakatufuata, hamtakiwi kurudisha pasi ili hali mnaona wanawapressurize wapinzani kuja kwenye eneo letu. Kwa hiyo mimi nadhani kama mimi nitaondoka na Zuberi Foba. Okay, ileza tumalizie kuzungumzia na Kibu Denis. Msimu uliopita ama baadhi ya mechi za kimataifa alikuwa haji na kusema kwamba yeye si Mtanzania, lakini mara hii amerudia kwenye kikosi cha timu ya Taifa Stars. Mchezaji kama huyu unamzungumziaje? Mimi kwanza sijawahi kumsikia akisema kwamba sio Mtanzania. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili nimekwambia kuhusiana na mwalimu, kwamba mwalimu aliyekuwepo na mwalimu aliyopo sasa hivi ni walimu wawili tofauti. Mwalimu aliyopo sasa hivi yeye anachokiangalia ni matokeo, yani ni mafanikio ya taifa, hasa kwenye ile kazi aliyopewa yeye kuisimamia. Huyo mwalimu aliyekuwepo yeye alikuwa hajali matokeo ya taifa. Yani yeye alikuwa anaita wachezaji kwa mapenzi yake yeye, na sio kuangalia kwamba mchezaji gani nikimuita kwenye engo fulani atanisaidia kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo mimi nadhani Kibu Denis bado ni mchezaji mzuri, kwa sababu sometime kuna mechi ambazo zinamhitaji Kibu Denis na kuna mechi ambazo hazimhitaji Kibu Denis. Kwa hiyo mimi nadhani hawajakosea kumuita, na mwalimu ameona kuna pengo ambalo linastahili kwenye eneo la Kibu Denis awepo, hata kama hatoanza, lakini uwepo wake yeye mwalimu Shukrani sana. Karibu. Asante. Nafunga?